Wapendwa, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na nikukaribishe asubuhi ya leo tuweze kushirikiana neno la Mungu ambalo limekuwa baraka kwenye maisha yetu. Ujumbe wetu asubuhi ya leo kichwa chake kinasema, hali yako ulionayo isikuzuie kumwabudu Mungu. Hali yako ulionayo isikuzuie kumwabudu Mungu. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza, mlango wa 22 na mstari wa 14. Mambo ya kwanza ya Nyakati mlango wa 22 mstari wa 14, Biblia inasema, basi sasa tazama, katika shida yangu nimeweka akiba nyumba ya Bwana, talanta 1,000 za dhahabu na talanta 1,000 za fedha na shaba na chuma isiyo na udhani, kwa vile zilivyo tele miti tena na mawe nimeweka akiba, nawe utaweza kuongeza. Daudi anaonesha kuwa kuna shida alionayo katika maisha yake, na ndipo anapomwambia mtoto wake Sulemani kumuimarisha. Wakati anamkabidhi Sulemani majukumu, akijua ya kwamba yeye binafsi Mungu amemzuia asijenge nyumba yake, lakini anamweleza Sulemani hali halisi ya kwamba haikuwa rahisi, lakini pamoja na shida aliyonayo, shida yake na mapito yake haikuwa sababu ya yeye kushindwa kuweka akiba. Nataka tujifunze nini asubuhi ya leo? Mapito unayepita, magumu ulionayo, mazingira ulionayo, isiwe sababu ya wewe kushindwa kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu. Anasema katika shida yangu, kuna shida aliyekuwa nayo, kuna mapito aliyekuwa anapitia kama mwanadamu, lakini pamoja na mapito ambaye Daudi alikuwa anayapitia, anamwambia Sulemani mtoto wake, shida zangu hazijanizuia mimi nishindwe kumtumikia Mungu. Matatizo yangu haijanizuia mimi nishindwe kumwabudu Mungu. Nami nataka niseme asubuhi ya leo, yale mambo magumu unayokutana nayo isiwe sababu ya wewe kushindwa kumpa Mungu nafasi kwenye maisha yako. Paulo anaandika, anasema, nini kitakachotutenga na upendo wa Mungu? Ni nini mpendwa kitakachokutenga na Mungu? Ayamkini ndoa yako ipo katika hali ngumu, lakini ndoa isiwe sababu ya kukutenga na Mungu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 2, anasema lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiokufaa. Kuna wakati unapita mpaka unaona haifai tena nifanye kazi ya Mungu, kwa mambo unaweza kukutana nayo. Lakini Timotheo anaandikiwa na kuambiwa na baba yake wa kiroho, uwe tayari wakati unaokufaa na wakati usiokufaa. Asubuhi ya leo niseme nawe mtu wa Mungu, ayamkini kipindi hiki ninapozungumza uko kipindi ambacho unaona haifai kwenye maisha yako. Hakuna chochote unachokiona wewe inafaa kwa sababu ya mambo unayapitia. Lakini Biblia inasema nini? Uwe tayari kumwabudu Mungu kwa mazingira yote. Uwe tayari kumwabudu Mungu kwa mazito unayokutana nayo, kwa magumu unayopitia. Siku moja Yesu alikuwa anapita njiani,
akaukuta mti na akatamani kuona matunda kwenye ule mti. Alipotaka kuchuma akakuta ule mti hauna matunda, akaulaani, na hata akamwambia mwenye shamba, ukate huu mti maana hauna faida. Na yule mwenye shamba akajibu akasema, huu sio wakati wa matunda, wacha niutilie mbolea. Kwa nini Yesu anautafuta matunda kwenye mti ambaye si muhula wake? Kwa nini Yesu anatafuta matunda kwenye mti ambaye si wakati wake wa kuzaa? Sikiliza nikuambie mpendwa, asubuhi ya leo, Yesu anajua si wakati wake, lakini alitaka matunda ndani ya ule mti. Unaweza ukasema nyakati unazoishi ni nyakati ambazo unazielewa mwenyewe, lakini pamoja na nyakati ambazo unazielewa mpendwa, pamoja na mapito unayepitia kazini na msukosuko, isiwe sababu ya wewe kushindwa kumwabudu Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Hagai mlango wa 1, Hagai anaandika katika mlango wa 1 na kusema, watu hawa wamesema huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Mungu. Kwa sababu ya mambo wanayopitia, wanaona si wakati wa kumtumikia Mungu. Wapendwa, nikwambie katika jina la Yesu, mazingira yetu isiwe sababu ya sisi kushindwa kumwabudu Mungu, ya sisi kushindwa kumtolea Mungu. Maandiko yanasema wakati mmoja, wakati Yakobo anamkimbia ndugu yake Esau, kinachonifurahisha na kinanitia moyo, Yakobo alimkimbia Esau lakini hakusahau mafuta. Alipita kwenye ziki lakini hakumwacha Mungu. Hata majaribu yalivyokuwa magumu kiasi gani, bado aling'ang'ana na Mungu, bado alikuwa pamoja na Mungu. Ni nini kitakachokutenga na uwepo wa Mungu? Shida gani na kufanya ushindwe kumwabudu Mungu? Ni nini ambacho kimechukua nafasi? Asubuhi ya leo naomba utafakari unapokwenda kuamka. Mungu ana nafasi kwenye maisha yako. Mungu umempa nafasi. Maana maandiko yanasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Unaweza ukatafuta vitu vya ulimwengu huu, ni sawa. Watu wengi mara nyingi wanapokwenda kwenye maombi, wengi wanakwenda kwa sababu wanataka utajiri. Wengi wanakwenda kwa sababu wanataka kubarikiwa, wanataka kuinuliwa. Ni sawa, hakuna mtu asiyetaka kuinuliwa. Lakini je, baada ya kuinuliwa, Mungu ana nafasi gani kwenye maisha yako? Sikiliza nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo, shida ulionayo isichukue nafasi badala ya Mungu. Mungu awe na nafasi. Wakati Petro alipokuwa anazama, hakuangalia upepo, hakuangalia mawimbi, alimwangalia Yesu mbele yake. Akamwambia Yesu, ninazama. Nataka niseme asubuhi ya leo, pamoja na magumu ulionayo na mazito na vita ulionayo, inua macho yako, mtazame Kristo. Mtazame Kristo. Yakobo alipofika jangwani, hakuna mahali pa kulala, hakuna nyumba. Akachukua jiwe akalifanyia pilo la kichwa chake. Akaanza kuota ndoto. Akaanza kuona ngazi imesimama. Wacha nikuambie asubuhi ya leo, unapompa Mungu nafasi pamoja na mazito ulionayo, Mungu atakuonesha mambo. Mungu atakupokea katikati ya mateso magumu, katikati ya maumivu. Jiwe liko chini ya kichwa cha Yakobo, lakini pamoja na maumivu anayopata, Mungu bado alionekana. Mungu bado amejidhihirisha. Nataka niseme asubuhi ya leo, wapendwa, tumpe Mungu nafasi.
Tumkumbuke Mungu kwenye maisha yetu. Shida yetu isiwe sababu ya sisi kushindwa kuamka na kumwabudu Mungu. Maisha yametubana kiasi kwamba hata nafasi ya kumwabudu Mungu hatuna, hata nafasi ya kwenda kanisani hatuna, hata nafasi ya kutafuta uso wa Mungu hakuna. Kwa nini? Tunakimbizana na ulimwengu, tunang'ang'ana na maisha. Ni vizuri kung'ang'ana na maisha, lakini Yesu ana nafasi gani kwenye maisha yako? Asubuhi ya leo, acha nikwambie mtu wa Mungu, pamoja na shida yako, wekee Mungu akiba ili uwe na kumbukumbu mbele za Bwana. Siku moja maandiko yanasema yuko mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Dorcas au Paa, alikufa, lakini kwa sababu aliweka kumbukumbu mbele za Mungu, aliwekeza mbele za Bwana. Maandiko yanasema wajane wakakusanyika mbele ya Petro, wakamwambia angalia, wakaanza kumuonesha kanzu, nguo ambazo walikuwa nashona wakati wa uhai wake. Wacha nikwambie mpendwa, weka akiba mbele za Bwana, jiwekee hazina mbele za Bwana, ili siku ya taabu upate kitu cha kumkumbusha Bwana. Hezekia anamwambia Bwana, kumbuka nilivyokwenda katika njia zako kwa kweli, kumbuka nilivyokutumikia kwa uaminifu. Asubuhi ya leo nataka uwe na kitu ambacho utamkumbusha Mungu siku moja. Mungu akubariki kwa neno hili.